Mnafahamu wale wadudu wanaitwa kaa, makrabi yale. Ukiwachukua kaa ukawaingiza kwenye ndoo wote kwa pamoja, alimradi wote wako kule chini, hakuna anayemsumbua mwenzake. Sasa ole wake atokeze mmoja anayetaka kutoka. Wakianza kumwona anapanda anataka kutoka, wewe unaenda wapi? Wanamrudisha. Kuna watu wa namna hiyo. Unajisikia sana wewe, wakati maskini ya Mungu ujisikii ni kwamba unataka usogee hatua. Lakini vile vile hao watu ni waua maono, waua ndoto. Kwa makini na hao watu, wanaua ubora katika maisha yako. Wewe unataka kufanya kwa ubora, afu unasema hii inatosha, hii inatosha, hii inatosha. Na mara nyingi watu wanasema inatosha kwa sababu ubora ni gharama. Quality is expensive, excellence is expensive. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina tatu au level tatu za mashirikiano, level, peo, viwango vitatu vya mashirikiano ambazo lazima uwe nazo. Moja, lazima ushirikiane na watu waliosogea mbali kuliko wewe katika safari hiyo hiyo unayosafiri. Unahitaji watu waliotangulia mbele yako ili wakuambie walifanya nini kufika hapo walipofika. Aina ya pili ya watu utakaoshirikiana nao ni watu ambao uko level moja nao, kwa sababu hawa ambao uko level moja nao mtatiana moyo katika mapito ya level yenu. Lakini usijisahau ukabaki hapo, na namna ya pekee ya kuto kujisahau ni hao watu waliotangulia ambao wanakuvuta juu, watu wanaowekeza katika maisha yako, na kile kinachowekezwa katika maisha yako kinabadilisha status yako, kinabadilisha kiwango chako katika maisha. Aina ya tatu ya watu ni wale watu walioko chini yako, sio chini yako kwa sababu ni duni, lakini kwenye hatua ambao wanapiga katika safari, wao wako hatua ya chini kuliko wewe ulivyo. Wale watu Mungu anawaleta katika maisha yako ili upande mbegu ya mawazo, ili ufanye investment katika maisha yao, ili kubadilisha level ya maisha yao, ili na wewe uweze kupokea investment kutoka kwa wale walio juu yako, ubadilishe level ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.